Nataka leo nikufundishe kwa habari ya ufunguo wa 4 ambao ni ufunguo wa wema. Nataka unisikilize vizuri, uandike kwa makini sana kwa habari ya ufunguo. Andika kwa makini sana, nisikilize kwa makini sana. Somo letu ni ufunguo wa wema. Ufunguo wa wema. Ufunguo wa wema. Wema ni ufunguo ambao unatumika vizuri sana endapo kama utafahamu na utajua namna ya kuweza kuutumia. Ufunguo wa wema ni ufunguo ambao una nguvu sana ya kuweza kufungua mbingu za mtu. Katika zile funguo 7 ambazo tumezitaja, wema ni ufunguo wa 4 ambao huwa unatumika na una nguvu sana kwa ajili ya kufungua mbingu zetu. Na kumbuka ya kwamba tunahitaji wepesi wa maisha. Tunahitaji kwa sehemu tumuone Mungu akitenda kwa ajili ya maisha yetu. Wakati wowote mambo yanapokuwa ni magumu, wakati wowote hali inapokuwa ni ngumu, wakati wowote mambo hayaendi jinsi ipasavyo, unatakiwa ujitahidi kwa gharama yoyote unaiweza wewe ili kuweza kuifungua mbingu zako, ili ziweze kukubadilishia aina ya hali unayepitia. Kama unapitia changamoto yoyote ya kimaisha, unapitia changamoto yoyote ya kifamilia au ya uchumi, lazima upambane sana kwa kutumia funguo ambazo tumezitaja ili mbingu ziweze kufunguka. Maana baraka zetu zinatoka mbinguni. Maendeleo yetu, penye wetu unatoka mbinguni. Kwa gharama yoyote lazima upambane mpaka uhakikishe mbingu zako zimefunguliwa, ziko wazi. Kwa tunaangalia ufunguo huu, ni ufunguo muhimu sana, tena sana, ambao Mungu anautumia sana kwa ajili ya mtu ili kuifungua mbingu yake. Naomba niongee hivi. Ufunguo wa wema ni ufunguo ambao Mungu huwa anautumia sana kwa ajili ya kufungua mbingu za mtu, kwa ajili ya pokee baraka kutoka mbinguni kwa Mungu. Funguo zingine zinahitaji wewe utende, au zinahitaji wewe ufanye action fulani. Lakini ufunguo wa wema ni Mungu ndiye anayechunguza. Kwa maana wema unatembea na aina ya moyo ulioko ndani ya mtu. Na kwa nini naongelea ufunguo huu? Ni ufunguo mkubwa ambao una uwezo mkubwa wa kuifungua mbingu za mtu. Ni kwa sababu huo ufunguo wa wema unatembea na moyo wa mtu. Na kanuni ya Mungu kwetu, Mungu anabariki
ama Mungu anatazama moyo wa mwanadamu ili aweze kumbariki mtu. Hili ni jambo ambalo usikalisahau. Tunaweza tukaomba kweli, tunaweza tukatoa kweli, lakini Mungu anaangalia moyo wako umekaaje. Moyo wako ni moyo wa aina gani? Kwa hiyo ufunguo wa wema ni ufunguo ambao unasaidia sana Mungu kwa mwanadamu kumchunguza na kumtazama na kuona sehemu ya wema alionao ili aweze kuifungua mbingu za mwanadamu kwa ajili ya maisha yake. Na ndio maana ukimshtaki mtu mwenye ufunguo mzuri wa wema ama ukamhukumu, Mungu hawezi akamhukumu moja kwa moja, lakini Mungu anaangalia mema ambayo mtu alionayo ili Mungu aweze kumwondolea hukumu, ili aweze kumwondolea matatizo aina fulani. Na ndio maana huu ufunguo kwa walokole tunahitaji tuwe nao. Kwa Mkristo yoyote anatakiwa kwa sehemu awe na moyo wa wema. Kwa sehemu awe na moyo wa wema. Ijapokuwa hii kazi rahisi, ni ngumu sana. Ni ngumu sana. Lakini inahitaji Mkristo yoyote kwa sehemu awe na moyo wa wema. Kwa nini nimesema Mungu anaangalia wema? Kwa sababu Biblia inasema hivi: atendaye mema ni wa Mungu. Atendaye mema ni wa Mungu. Hautaweza kufadhiliwa na mtu yoyote kama sio mwema ndani. Hautaweza kushuhudiwa na mtu mambo mema ama kusaidiwa na mtu kitu kizuri kama haana wema ndani. Na katika vitu ambavyo vimepotea katika makanisa ama katika dunia leo ni wema. Biblia imeandikwa katika mambo waraka wa 3 wa Yohana. Waraka wa 3 wa Yohana. Waraka wa 3 wa Yohana, ile sura ya 1 na ule mstari wa 11. Mpenzi, usiuige ubaya, bali uige wema. Mpenzi, usiuige ubaya, bali uige wema. Yeye atendaye mema ni wa Mungu, bali yeye atendaye mabaya hakumuona Mungu. Usiige mabaya. Kuna namna mwanadamu anaweza akakopi mabaya kupitia kwa watu wengine, jinsi ambavyo wanavyomtendea mabaya, akatenda mabaya. Lakini Biblia inatuambia katika kitu ambacho unatakiwa ukikopi, unatakiwa ukiige hata kwa asilimia ndogo, ni wema. Angalau uige hata wema. Anakukataza usiige mabaya, uige wema. Wema utauigaje? Utauiga wema pale ambapo hupo na mtu ambaye kwa sehemu anakutendea mema. Mfano, kama mama yako mzazi ni mwema na unaona anatenda mema kwa watu na unashuhudia ni mtenda mema kwa watu, unachotakiwa kukopi kwa mama yako ama kuiga kwa mama yako, unatakiwa uige wema ambao mama yako alikuwa akiutenda kwa watu. Kama baba yako ni mtenda mema, unachotakiwa kufanya
unatakiwa kuiga angalau wema kidogo ambao baba yako anautenda kwa watu wengine. Kama mchungaji wako ni mwema, haitaki wewe mtoto wake wa kiroho usiwe mwema. Unatakiwa angalau moyo wako uige wema kutoka kwa baba yako wa kiroho, kutoka kwa mchungaji wako. Kumbe tunaona una uwezo wa kuiga wema kama unakaa na mtu ambaye ni mtenda mema, kama unakaa na mtu ambaye kwa sehemu ndani ya nafsi yake ni mtu mwema. Unatakiwa na wewe ufaulu ama ujitahidi kuiga wema angalau kidogo ambao ule mtu ambao umeishi naye ama uko naye anautenda kwa watu wengine. Anakuja kusema yeye atendaye mema ni wa Mungu. Ina maana ukiiga, na hapa kuna hatua mbili kubwa. Hatua namba moja ni kuiga mema. Uangalie jinsi ambavyo mtu yoyote aliyoko mbele yako anavyotenda ule wema, na wewe ukauige ule wema. Hiyo ni hatua namba moja. Ukopi ndani ya moyo wako, ukopi wema, upebe wema. Nitakupa faida za wema sana. Maisha ya watu wengi hayabadiliki, mbingu za watu wengi hazifunguki kwa sababu ndani ya moyo wake hakuna nukta ya wema. Utakapofaulu kutenda mema, hatua ya pili, anza kutenda yale mema ambayo umeyaiga kwa mtu mwingine. Namba moja, uige wema. Namba mbili, tenda mema yale ambayo umeyaona kwa mtu mwingine, umekopi kwa mtu mwingine, angalau na wewe ukaanza kutenda yale mema. Kwa lugha nyepesi ni hii. Kwa lugha nyepesi ni kwamba mtu yoyote aliyetendewa mema na mtu mwingine, mtu yoyote ambaye ametendewa mema na mtu mwingine, anatakiwa na yeye atendee wengine wema. Kama kwenye maisha yako ulishagawahi kutendewa mema ya aina yoyote na mtu yoyote, ama amekufadhili, ama amekusaidia jambo fulani, amekuokoa, amekutendea kitu ambacho ni chema, unatakiwa na wewe ufanye ule wema ambao na wewe uliwahi kutendewa. Ndio Mungu anatuambia tuige wema. Ina maana ni hatari kwa mtu yoyote ambaye alitendewa mema alafu yeye anatendea watu mabaya. Kafadhiliwa yeye afadhili, kasaidiwa yeye asaidii, kashauriwa yeye ashauri, kashuhudiwa yeye ashuhudii, kapewa yeye apewi, atoi, kafanyiwa fadhila fulani lakini yeye afanyi fadhila. Huyo mtu ni mbaya, atatembea, mbingu zake hazitafunguka, mbingu zake hazitakuwa wazi. Kama uliwahi kusaidiwa na mtu, ukikutana na mtu mwenye uhitaji, hautamsaidia kwa sababu uko navyo. Utamsaidia kwa sababu nafsini mwako utasema, hata na mimi niliwahi kusaidiwa kwa wakati fulani. Kwa sababu umesaidiwa, na wewe unatakiwa usaidie. Kwa sababu umetendewa mema, na wewe utende mema. Kumbe tunaona katika hali halisi, hakuna mtu ambaye atakiwi kuwa
wema kwenye maisha yake, kwa sababu hakuna mtu ambaye hajawahi kusaidiwa. Hakuna mtu ambaye hajawahi kutendewa mema. Kila mtu aishagawahi kutendewa mema, awe rais wa nchi, awe mbunge, awe askofu, awe diwani, yoyote yule, kila mmoja alishawahi kutendewa mema. Kuna watu waliwahi kulea watoto wako. Je, wewe leo hii unaweza kulea watoto wa watu wengine? Kuna watu leo hii walisaidia uzao wako. Je, leo hii wewe unaweza kusaidia uzao wa watu mwingine, wa mtu mwingine? Kama uliwahi kusaidiwa hivyo, alafu wewe unalipa mabaya kwa mtu mwingine, unafunga mbingu zako pasipo kujua. Na ndio maana kuna wakati ninaongea, Mungu, kama nimeweza kulea watoto wa watu wengine, tukawalea, na sisi utulipie mema kwa watoto wetu, na wao walelewe na watu wengine. Kwa maana sifahamu ya kesho, nikiwa nipo, nikiwa sipo, fadhila hii ambayo nimetenda kwa watu wengine, naomba hii mbegu ya wema ipande pia na kwa uzao wangu, na wao watendewe mema na watu wengine. Ningekuomba sana wewe nafsini mwako, jitahidi sana kuwa mtu ambaye ondoa ugumu wa nafsi. Kama leo tunajitahidi kuwabembeleza watu wengine, kama leo tunajitahidi kushuka kwa watu wengine, ni kwa sababu na sisi kuna watu waliwahi kushuka kwetu, na sisi kuna watu waliwahi kutubembeleza. Labda kama nisingepata mwalimu mwema katika wokovu, nisingepata mlezi mwema katika wokovu, labda nisingefikia kiwango cha utumishi. Kama leo ninaweza nikalea watu wengine katika Bwana, ni kwa sababu hata na mimi nililelewa katika Bwana. Kuna watu walifanya mema ya kwangu, na hivyo hivyo unachotakiwa mtu wa Mungu, yale mema unayooneshewa kwa watu wengine, na we tenda kwa watu wengine. Iga, Biblia inaongea vizuri, iga wema, usiige mabaya. Iga wema mpaka ukue umri huo, mpaka umekuwa kwa kiwango hicho. Kuna watu wengi wamekutendea mema. Kwa nini ulishindwa kuiga hata nukta ya wema na wewe ukatenda kwa watu wengine? Kama watu tungekuwa tunaiga hivyo, nisingeona kanisani watu wenye roho mbaya, nisingeona kanisani watu wenye mioyo migumu, nisingeona kanisani watu ambao wanaweza kusema watu wengine, nisingeona kanisani watu ambao wana roho mbaya kiasi kwamba anataka mwingine apate na mabaya. Hawezi kumsaidia ndugu yake, hawezi kumsaidia rafiki yake, hawezi kumsaidia Mkristo mwenzie wanayesali pamoja. Lazima nafsini mwake angelikuwa anajua, na mimi nimetendewa wema. Kama niko hapa nilipo, nimefadhiliwa na mimi, na kuna watu walitenda mema juu yangu. Sema amen. Nisikilize. Kwa nini Biblia inasema kuiga wema? To copy wema. Unisikize vizuri sana leo, itakusaidia. Kwa nini Biblia inasema kuiga wema? Kwa sababu wema ni roho. Hebu sema, wema ni roho. Sijasikia sauti yako. Andika vizuri. Wema ni roho. Na ndio maana si kila mtu ana hiyo roho. Wema ni roho. Na ndio maana si kila mtu ana hiyo roho. Kwa sababu si kila mtu ana hiyo roho, kinachotakiwa ni nini? Aige ile roho. Yaani
angalau uombe ile roho ya wema iliyomo ndani ya mtu fulani, jitahidi iingie kwako. Iga, ikopi, omba ile roho ya wema ambayo imekaa ndani ya mama yako, na ukaona mama yako mlezi amekulea kwa wema, amekufadhili kwa wema, lakini wewe kwa hali halisi uko hivyo. Unachotakiwa ujue kwamba ndani ya huyu mama ama ndani ya huyu baba kuna roho ya wema. Ndani ya baba kuna roho ya wema. Sasa natakiwa na mimi angalau niombe ile roho ili iweze kukaa ndani yangu na mimi nikatende yaliyo mema. Ndio maana Biblia inasema hivi, hakuna aliye mwema. Hebu fungua Luka. Sikia Biblia inavyotuambia hapa. Utanielewa vizuri, sema amen. Luka ile sura ya 18. Luka ile sura 18 na ule mstari wa 18. Luka 18 na ule mstari wa 10. Biblia imeandikwa. Tuanze mstari wa 16. Bali Yesu akawaita waje kwake, akasema, wacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa kuwa watu kama hawa ufalme wa Mungu ni wao. Mstari wa 17. Amini nawaambieni, mtu yoyote asiyeupokea ufalme wa Mungu kama mtoto mdogo hauingii kamwe. Mstari wa 18. Tena mtu mkubwa mmoja alimuuliza akisema, mwalimu mwema, nifanye nini ili nipate kuurithi uzima wa milele? Mwalimu mwema, nifanye nini ili niweze kuurithi uzima wa milele? Mstari wa 19. Yesu akamwambia, mbona unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, na ndiye Mungu. Akasema, kwa nini unaniita mwema? Hakuna aliye mwema ila mmoja, ambaye ni nani? Ni Mungu. Ina maana roho ya wema ni roho itokaye juu mbinguni. Mungu ndiye mwema. Roho ya wema ni roho ya Mungu. Hakuna aliye mwema hapa duniani. Aliye mwema ni Mungu juu mbinguni. Inamaanisha ya kwamba ili uwe mwema hapa duniani, lazima ile roho iliyoko juu mbinguni ya Mungu itoke ikae ndani yako, ndiyo uweze kuwa mwema. Narudia hii. Kwa hali ya kawaida hapa duniani, kutenda wema sio kazi ndogo. Kutenda wema ni kazi ngumu, au kuwa mwema si kazi rahisi. Kuwa mwema ni kazi ngumu. Sasa ili utende mema hapa duniani, lazima aliye mwema ambaye ni Mungu, aliye na roho ya wema, lazima ishuke ndani yako, ikae ndani yako, ndio uanze kutenda mema. Ndio maana Biblia inasema hivi, atendaye mema ni wa Mungu. Atendaye mema ni wa Mungu, kwa sababu Mungu ndiye mwenye roho ya wema. Kwa hiyo mtu anayetenda mema, ina maana ndani yake kuna roho wa Mungu. Huyo mtu ni wa Mungu. Nani ananipata? Huyo mtu ni wa Mungu. Akiwa ni wa Mungu, lazima Mungu atafungua mbingu zake, hatamfadhili, kwa sababu ana roho ya wema ambaye ni roho kutoka mbinguni. Tukitafuta wema hapa duniani hatuupati. Tukisema tuitafute mema duniani, si hatuipati. Maana asili ya dunia sio mema.
Hebu niangalie vizuri watu wa Mungu. Asili ya dunia sio jambo jema. Asili ya dunia sio mema. Tukiongelea dunia, asili yake ni mabaya. Asili yake ni uovu. Asili yake ni matatizo. Asili yake ni chuki. Asili yake ni kusengenya wengine. Asili ya dunia ni kumkataa aliyo mzuri. Asili ya dunia ni kuwakataa walio wema. Kwa maana hapa duniani, ndio maana Yesu anakuambia hakuna aliye mwema hapa. Asili ya dunia si wema. Na ndio maana sasa ukiwa mwema duniani utachukiwa 100%. Sema amen. Yaani ukianza kutenda mema ama ukiwa mtu mwema duniani, lazima dunia itakuchukia. Dunia itakukataa. Kwa sababu hapa duniani hakuna roho ya wema. Duniani hakuna mema. Hautapendwa ukitenda mema. Na ndio maana sawabu ya mtu wa mema sio duniani. Baraka ya mtenda mema sio duniani. Inamaanisha hivi, si kwa watu, ni kwa Mungu mwenyewe. Mungu ndiye sasa anagusaga watu, anafungua mbingu, anagusa watu kwa ajili wakutendee, wakulipie. Si hawa watu wanaishi duniani, maana asili ya dunia imewameza watu. Ile roho ya wema haitoki duniani. Roho ya wema inatoka mbinguni. Hakuna aliyezaliwa akaikapti ile roho. Ukimwona mtu anatenda mema, bila shaka anza kumjua huyu mtu Mungu yumo ndani yake. Huyu ni wa Mungu 100%. Maana si rahisi mtu kutenda mema duniani. Ngeuke jirani yako mwambie wewe ni mwema. Haleluya. Sasa hii ni uwe wa Mungu, sio mtu wa duniani. Lazima ukopi, na wakwambia muige wema. Hebu turudi tena hapo kwenye waraka wa kwanza wa Yohana. Waraka wa 3 wa Yohana. Turudi kwenye waraka wa 3 wa Yohana, ile sura ya kwanza na ule mstari wa 11. Ile sura ya kwanza anakuambia, mpenzi, usiwige ubaya bali uige wema. Yeye atendaye mema ni wa Mungu. Yeye atendaye mema ni wa Mungu, bali yeye atendaye mabaya akumuona Mungu. Iga mema, ile roho ya wema ambayo iko ndani ya mtu ingie na kwako pia. Ile roho ya wema iliyoko ndani ya baba yako mchungaji ingie na kwako pia. Kwa hiyo tunaona ni aina gani ya watu ambao unatakiwa umfuate. Aina gani ya mtu ambaye unatakiwa uwe na jicho la kumchunguza kwenye maisha yako. Dunia tuna uwezo wa kuzungukwa na watu wa aina 7. Hebu niwataje hawa watu. Tunaweza tukazungukwa na watu wa aina 7. Tunataka tuangalie tunatakiwa tuige nini. Maana Biblia inatuambia kuiga wema, tusiige mabaya. Katika watu wanayotuzunguka unatakiwa uangalia ni watu wa aina gani, ili uone ni yupi ambaye nitasimama naye ili niweze kumuiga. Namba moja, katika makundi ya watu wa 7 kuna kundi la watu wazuri. Watu wazuri. Kuna watu unaweza ukaishi nao ni wazuri, ni wazuri kabisa, ni wazuri kwako. Ziko kazi unazifanya natamani mtu anisikilize, na ndio maana mtu yeyote wa kiroho
anatakiwa awe na uwezo wa kutofautisha makundi ya hawa watu na kuangalia katika makundi ya watu hawa ni kundi lipi ambalo unatakiwa ujiingize ndani ya hilo kundi na ulitambue vizuri sana. Kuna kundi la watu wazuri. Kuna watu ni wazuri, ni mzuri kwako, hana ubaya wote kwako, hana tatizo lolote kwako, ni mzuri kwako. Ina maana the point ya maisha ya huyo mtu kwako ni mtu mzuri tu kwako, anacheka na wewe, anaongea na wewe vizuri, anasimama na wewe tu vizuri, hana cha ziada na hicho cha kwako, yeye ni mzuri tu kwako, ni mtu mzuri tu. Je, unapokuwa unaishi na watu unachambua hawa watu ni wazuri kwangu ama huyu mtu ni mzuri kwangu? Mtu mzuri kwako ni mtu unamjua, huyu ni mtu mzuri, hana uchawi kwako, aongee mabaya kwako, ni mtu mzuri kwako tu. Hilo ni kundi ambao unatakiwa ulitambue. Katika watu ambao unaishi nao, tambua mtu huyu ni mzuri kwangu. Na mtu mzuri kwako hatakuwa na cha zaidi, atatenda tu kile kilicho kizuri basi. Ukimwambia fagia, atafagia vizuri sana, ni mtu mzuri kwako. Ukimwambia osha vyombo, hataosha vyombo tu vizuri, ni mtu mzuri kwako. Hana cha ziada. Ni kundi la watu wa karibu na wewe, watu wa karibu, watu wa karibu, mtu wa karibu na wewe, yuko karibu na wewe, ni mtu ambaye amekuwa karibu na wewe toka miaka mingi, ana ukaribu na wewe tu, kwa lolote utamuona ana ukaribu. Na mtu ambaye ana ukaribu na wewe ni mtu ambaye kwa sehemu anakuelewa, anakujua, kwa sababu ana ukaribu na wewe. Hana cha ziada kwako, lakini ni mtu ambaye is too close to you. Lazima kwa jambo hili nitamuona mtu fulani, maana huyu mtu lazima awe karibu na mimi. Ni watu ambao hawaendi mbali na wewe. Kwenye matukio fulani fulani lazima watakuwa karibu na wewe. Kwenye mambo fulani fulani lazima watakuwa karibu na wewe. Hata asipotenda lolote, akiwa utamuona yupo tu, yupo tu. Lazima uwe na jicho kuangalia huyu mtu ni mtu wa karibu na mimi sana. Elewa hivi vitu vya msingi sana. Kundi la tatu ni kundi la watu muhimu. Kundi la tatu ni kundi la watu muhimu. Makundi haya hayaingiliani. Watu wazuri ni tofauti, watu wa karibu ni tofauti, na watu muhimu ni tofauti. Kundi la watu muhimu. Na ndio maana jitahidi kutambua na kuelewa ya kwamba kuna mtu anaweza kawa ni mzuri kwako, lakini si muhimu kwako. Naongea na mtu. Kuna mtu anaweza kuwa karibu na wewe,
lakini sio muhimu na wewe, lakini iko karibu kwako, lakini si mtu muhimu. Watu muhimu ni watu gani? Watu muhimu ni watu ambao wana muhimu wao kwa matukio fulani, kwa mambo fulani, kwa vitu fulani. Liko jambo ambalo utalihitaji kwenye maisha yako, utahitaji umuhimu wa watu fulani, wana uwezo wa kutatua hicho kitu. Huyu anaweza kawa ni mzuri, lakini hawezi kutatua hicho kitu. Huyu anaweza kuwa karibu na wewe, lakini sio mzuri kwako. Naomba hivyo nielewe vizuri sana. Yuko karibu na wewe, lakini si mzuri kwako. Anaweza kawa ni mzuri kwako, lakini si muhimu kwako. Watu muhimu, watu muhimu ambao natamani ufahamu hivi: kila mtu yoyote muhimu huwa anajijuaga ni muhimu. Kuna kitu nataka nikufundishe. Kila mtu yoyote muhimu huwa anajitambuaga, mimi ni muhimu kwa mtu huyu, mimi ni mtu muhimu kanisani, mimi ni mtu muhimu pale, mimi ni mtu muhimu hapo. Anajielewa, kwa maana umuhimu wake wao unaonekanaga kwa matukio fulani, inajulikana mtu ni muhimu kabisa. Nitaongea sana vizuri hapa. Tunaenda kundi la ngapi? Kundi la ngapi? La 4. Kundi la 4. Kundi la watu wanaokushangilia. Kundi la watu ambao wanakushangilia. Kuna watu ambao ufanye mazuri, ufanye mabaya, anakushangilia tu. Yeye ni mtu ambaye anashangiliaga tu, anakushangilia. Watu wanaokushangilia ndio watu ambao wanakusifu. Kuna watu wanakusifu, ukiangalia anachokusifia hata kieleweki, lakini yeye anakusifia tu. Na ndio maana ogopa sifa nyingi sana kwa mtu anayekusifia sana, lakini ukijipima wewe mwenyewe, kitu hichi anachonisifia akistahili sana kunisifia sana, anakusifia sana. Kuna watu wa namna hiyo. Hao watu mara nyingi wana unafiki ndani yao. Kuna kitu wanakitaka, kuna kitu tu wanakipenda. Kusifiwa sio vibaya, lakini angalia isipitilize. Kundi la watu ambao wanakusifia, yeye kazi yake anakusifu tu, anakusifia tu. Kusifia ni vizuri. Kuna mtu kabisa anakusifia, ukifanya tu vizuri anashakusifia. Ukivaa vizuri atakusifia kabisa, ukiimba vizuri atakusifia. Kuna namna hiyo. Ukiomba vizuri atakusifia, na wewe mwenyewe utakuwa unajua tu, hapa sifa nitaipata kwa fulani, kushangiliwa nitaipata kwa fulani. Unaelewa? Tunaenda na mangapi? Kundi na mangapi? Namba 5. 5 6 5. Namba 5, watu wanaokutia moyo. Kundi la watu wanaotia moyo. Kundi hili la watu wanaotia moyo ni watu ambao wanajitahidi kuwa na wewe katika matukio fulani. Ukitangaza maombi yupo, hata sipotoa sadaka, hata sipofanya chochote, akiana kutia moyo uwepo wake. Yaani uwepo wake unakutia moyo, yupo. Sema amen. Ni kundi ambao tukisema kuomba, mtaomba pamoja, na unaona kabisa anakutia moyo katika maombi. Na ndio maana katika kuomba kuna watu wengine huwa
hatuwatamani hata wasogee mbele yetu. Kuna wengine ambao huwa tunatamani kabisa, yani atoke tu nje, atii moyo. Katika kuomba yeye ndo atatoka nje, katika kuomba yeye ndo atapiga miayo, katika kuomba yeye ndo ataanza kutengeneza viatu, katika kuomba yeye ndo ataanza kufunga visikizo vya shati, katika kuomba yeye ndo ataanza sijui anakuongelesha, katika kuomba yeye ni kila masaa anaondoka nje, atii moyo. Na kuna wengine mkianza maombi unashangaa ataanza, yani tu ile kuomba sauti yake ndio unasikika, na wewe unaposikia sauti yake unasikia kutiwa moyo fulani akiwepo kwenye maombi. Kwa kweli huwa ninaomba, huwa ananitia moyo kwenye maombi. Hebu mgeukie jirani yako, mwambie kwenye kundi lipi? Katika sijaenda makundi mengi, mshike mkono, mwambie uko kwenye kundi gani? Haleluya. Kundi la kutia moyo. Tunaenda kundi la ngapi? Kundi la ngapi? La 6 au la 7? Kundi la 6 ni kundi la watu washtaki. Watu washtaki wanakushtaki. Kundi hili ni watu ambao wanasubiria tu ushindi wa kushtaki. Wanasubiria tu ukosee aongee. Hawezi akakushauri, hawezi akaongea na wewe jambo fulani, hawezi akaona kitu hakiko vizuri akakuita aongee na wewe, lakini jambo litakapoharibika tu anakushtaki. Ni kundi la watu ambao wanashtaki. Anakushtaki, yani yeye tu anakosoa, anaongea. Kundi la watu, angalia mtu wa namna hiyo sana. Kundi la mwisho na la 7 ni kundi la watenda mema, watu wema. Kundi la 7 ni kundi la watu wema ama mtu mwema. Kundi hili la 7 ndio tunalizungumzia zaidi, ni kundi la watu wema. Watu wema ni watu gani? Kwanza lazima utambue watu wema ni watu ambao ni watu waliobeba moyo kutoka mbinguni. Mtu mwema ni mtu ambaye amebeba moyo kutoka mbinguni. You must know this. Lazima utambue hivi. Katika haya makundi 7 ya watu ambao tunawataja hapa, ni nani ama ni watu gani bora unatakiwa uishi nao, unatakiwa uwafate? Katika maisha haya ya kidunia unamhitaji mtu mwema sana kwenye maisha yako. Sasa ni hivi, makundi yote ya watu 6, kundi la watu muhimu, kundi la watu wazuri, kundi la watu wa karibu, kundi la watu washtaki, kundi la watu wanayekushangilia, kundi la watu wanayekutia moyo, unatakiwa ujitahidi kufundisha ama kuwatengeneza watu wote wawe watu wema kwako, wasibaki kwenye hizi sehemu. Jitahidi kama wewe ni kiongozi kwa sehemu moja ama nyingine, pambana na hao watu waige wema, kwa sababu mtu muhimu ubaki kwenye umuhimu wake ule ule. Mtu muhimu anatamani aendelee kujulikana na kufahamika na kuonesha umuhimu wake uonekane. Siku tu usipouonesha ule umuhimu wake, anaweza akakuacha. Siku tu akiona umuhimu wake kwako umetoweka, anaweza akakuacha. Na ndio maana kuna aina ya watu ambao katika maisha ambayo mimi nimeishi, kuna aina ya watu ambao mimi nimeishi nao, walikuwa ni watu muhimu sana kwangu. Mungu alipoleta watu wengine muhimu zaidi yao, nilipoanza kuishi na wale watu wengine, akajiona ya kwamba
amekosa umuhimu, akaamua kuondoka. Sasa inachotakiwaga ni kwamba mtu muhimu lazima aingie kwenye kundi la kuwa mtu mwema, asibaki kuwa mtu muhimu. Sijui naongea na watu hapa. Neno nanielewa, sema amen. Yaani mtu muhimu anatakiwa aingie kwenye kundi la mtu mwema. Kwa nini mtu mwema? Kwa nini mtu mwema? Sikiliza vizuri sana. Kwa nini mtu mwema? Kwa sababu mtu mwema anapokuwa mwema ni mtu ambaye atatamani asimame kwako katika mambo mema juu ya maisha yako. Namba 2, mtu mwema huwa anaangalia kile jambo jema ambalo ametendewa na huyu mtu ili asimame naye katika lile jambo jema. Asilimia ya watu wenye roho jema huwa hawaangalii mabaya sana ya watu. Huwa anaangalia ule wema wa ule mtu aliyemfanyia, ndio unampa nguvu na uwezo wa kusimama na yule mtu hata kama amekosea. Kwa maana asili ya mwanadamu kukosea ni kawaida. Sasa mtu mwema huwa angalii makosa. Mtu mwema anaangalia ule wema ambao huyu mtu alinionyeshea, amenitendea. Ule wema ndio anataka simame nao. Asimame na wewe kupitia ule wema, si kupitia mambo mengine. Ule wema hata kama umekosa mara ngapi, anaangalia huyu nilipokutana naye mara ya kwanza alitenda wema kwangu. Sema amen. Sasa basi, katika hekima ya kidunia ni vyema kumtengeneza mtu muhimu awe mwema kwako. Unamtengenezaje? Hebu sema amen. Nisikilize. Kila mtu duniani, hata kama ni wa shetani, anatamaniki afanyiwe mema. Narudia hii. Kila mtu duniani, hata kama ni wa shetani, anatamaniki atendewe mema, afanyiwe mema. Utakapompata mtu muhimu kwenye maisha yako, usiishi naye katika umuhimu wake. Muoneshe mema ambayo yatamvutia yeye kwako, ili atende na ili aone ule wema, atoke kwenye umuhimu kujiona, aanze kukuona kwamba wewe ni mtu mwema kwenye maisha yake. Umemtendea mema, yeye naye aanze kuiga ule wema, aanze kutenda naye wema kwako na kwa watu wengine. Sema amen. Na ndio maana ukipata tajiri wa aina yoyote, awe tajiri awe nani, na wewe uwe na sehemu ya kutenda mema kwake, uwe na sehemu ya kutenda kwake, uwe na sehemu ya kufanya kwake. Sijaeleweka hapa? Sema amen. Usikubali mtu yote muhimu kila siku anafanya mema kwako. Labda anakupa hela, anakununulia vitu, anajitoa kwenye mambo makubwa juu yako, anafanya mambo ya msingi sana kwako, anakutendea vitu vya baraka sana kwako. Fika hatua usikubali kubaki hivyo hivyo, akutendee hivyo hivyo, hatajiona kabisa ni muhimu kwako. Mniangalie watu wa Mungu, sijui nani ananielewa vizuri hapa. Atajiona yeye ni mtu muhimu tu kwako, maana yeye ndiye anatenda mambo mema sana, anatenda vitu vingi kwako. Kama ni hela anakupa, kama nini anakutendea, kama ni mdai, kama ni ada shule anakulipia, vitu anakupa. Fika hatua na wewe naye uwe na kitu chema ambacho unakirudisha kwake, unakifanya kwake. Ikifika hatua au anasema huyu mtu ni mwema kwangu, ijapokuwa mimi namsaidia hivi,
Lakini namshangaa eti yeye naye ananiletea dagaa, eti yeye naye ananipa kitu fulani, yeye ananipa zawadi fulani. Nimejifunza hivyo kwenye maisha yangu mimi nimejifunza, hata kama wewe ni tajiri kiasi gani, hata kama wewe ni mtu gani muhimu kwangu, nitataka na mimi nikupe ofa yangu. Naweza tu nikakupeleka hata kwa fundi, ama nikakushonea tu suti nzuri nikakupa, nikakuoneshea wema sana tena sana, ili nikuvute katika wema wangu. Nimejifunza kumvuta mtu katika wema, si katika mambo mengine. Naongea na watu ambao tabani kuiga roho ya wema. Naongea na kanisa ambalo liko tayari kubeba roho ya wema. Hebu sema amen kubwa wakati tuko pamoja. Utakapotenda hicho kwake, na katika shida zake kuwa karibu na yeye, katika uhitaji wake onesha kumsimamia, kumsaidia, katika magumu yake onesha kuwa naye, akipata misiba onesha kuwa naye. Huwa anatoka kwenye wema, kwenye umuhimu, anaingia kukuona wewe ni mtu mwema kwake. Akiwa mwema kwako, ataanza kuishi na wewe si kama mtu muhimu tena, ataishi na wewe kama mtu mwema kwako. Watu wa Mungu, mnisikilize vizuri. Nimesema hivi, mtu mwema anashuhudiwa na Mungu. Na ndio maana Biblia inasema hivi, usimlipe adui yako kwa mabaya. Hebu naomba fungua Luka. Hebu fungua Luka. Sijajua kama watu wanajua nguvu ya wema. Mimi ninachotambua, I know the power, najua nguvu ya wema. Wema una nguvu sana, tena sana kuliko unayofikiria. Unisaidie, utanielewa vizuri hapa. Luka ile sura ya 6 na ule mstari wa kwanza. Luka ile sura ya 6 na ule mstari wa 35. Na ule mstari wa 35. Biblia inasema, bali wapendeni adui zenu, tendeni mema na kuwakopesha, msitumaini kupata malipo, na thawabu yenu itakuwa nyingi, nanyi mtakuwa wana wa aliye juu, kwa kuwa yeye ni mwema yeye ni mwema kwa wasio mshukuru na wahofu. Naomba ufungue Biblia, kila mwenye Biblia ile andiko. Kila mwenye Biblia afungue. Nimeamua kufundisha somo la wema sana ili nieleweke na watu. Luka ile sura ya 6 na ule mstari wa 35. 35. Tusome kwa sauti wote, 1 2 3. Bali watendeeni adui zenu, tendeni mema. Bali wapendeni adui zenu, bali wapendeni adui zenu, tendeni mema, tendeni mema, na kukopesha, msitumaini kupata malipo, na thawabu yenu itakuwa nyingi, nanyi mtakuwa wana wa aliye juu, ya kuwa yeye ni mwema kwa wasio shukuru na wahofu. Wapendeni adui zenu. Hatua namba 1 hiyo. Adui, siongelea adui shetani, naongelea adui unayemjua wewe ni adui yako. Naongelea adui ambao unatambua amenisema vibaya sana, ameniongelea vibaya sana, amenitenda mabaya sana.
kafanya moyo wangu ulie, kafanya moyo wangu huzunike, kafanya moyo wangu umie sana, kanitendea tukio la ajabu sana. Lakini Biblia inasema mpende. Just love him, just love her. Mpende. Namba moja, mpende. Kuna nguvu katika vitu vikuu viwili. Love him. Kwa nini umpende? Asili namba moja ya upendo inatengenezaga upofu kwenye maisha ya mtu. Mnisikize vizuri watu wa Mungu. Sikiza vizuri, sikiza vizuri leo, Mungu anataka kusaidia. Asili ya upendo nitakutajia kama 3 ama 1 hii tu. Asili ya upendo huwa inatengenezaga upofu kwenye maisha ya mtu. Mtu yoyote anayekupenda ana asili ya kutokuona mabaya kwenye maisha yako. Yaani mtu yoyote anayekupenda aoni pua yako kubwa, aonagi macho yako makubwa, aonagi kichwa chako kikubwa, aonagi midomo yako mikubwa, aonagi masikio yako makubwa, aonagi sura yako imepinda, aonagi. Kwa hiyo ukimpenda adui, ule upendo unakutengenezea upofu wa kutokuona kama ni adui. Hii ndio nguvu ya asili ya upendo, huwa haioni. Na ndio maana usiende ukamwambia mtu fulani ya kwamba kwa nini umempenda huyu fulani wakati ana sura mbaya na ana pua kubwa. Unaingia kwenye ugomvi na huyu kwa sababu huyu amempenda, aoni hivyo vyote anavyosema wewe. Yeye aoni, wewe umeviona kwa sababu haumpendi. Kwa sababu wewe haumpendi, upendo wako umetoka. Kweli utaona pua kubwa, kweli utaiona sura mbaya, lakini kwa anayempenda aonaje hivyo vitu. Na ndio maana mtu yeyote akisema vibaya mchungaji wako na wewe ukasapoti, ina maana wewe upendo wako umetoka kwake. Kama unampenda baba yako, hauwezi ukasikia ama ukaona mabaya, maana because you love him. Upendo wowote huwa unaweka mtu kwa kipofu, haonagi mabaya ya mtu. Haleluya. Bali wapendeni adui zenu. Ukiona mtu anaanza kukosoa, anaanza kukuongelea mabaya, anaanza kukusema sana, ujue mtu upendo umetoka. Ina maana asili ya uadui ni asili ya upendo kutoka ndani ya mtu. Hebu mshike jirani yako mkono, mwambie hivi. Sema, asili ya uadui kati yangu mimi na wewe, chanzo chake namba moja ni upendo kutoka kwako. Hiyo ndo asili ya uadui. Ukiona mtu yote ni adui yako, ina maana jicho la moyo wa upendo umetoweka. Anaanza kukuona wewe ni adui. Sababu Biblia inatuambia mpende adui yako. Namba 2 anakuja kutuambia tenda mema. Tenda mema. Tukisoma Mathayo sijui ni Luka, anakuambia hivi, kadiri unavyotenda mema kwa adui yako, unampalia makaa ya moto kichwani. Nani anashasema ile andiko? Unampalia makaa ya moto kichwani. Sasa sikiza vizuri. Ukitenda mema kwa adui, unatengeneza vitu vifuatavyo. Nisikiliza watu wa Mungu. Mtu yoyote ambaye ni adui yako, ndani ya nafsi yake huwa anajuaga mimi akupendi. Hebu tukusambalia. Mimi nikigeuka kuwa adui yako, ninajua kabisa moyoni mwangu wewe ni adui yangu, sikupendi. Kwa sababu hiyo siwezi nikatenda mema kwako kwa sababu sikupendi. Ina maana mtu asiyetenda mema kwako ni mtu asiyekupenda, anakuona wewe kama adui. Sasa nisikilize vizuri, sema amen. Hebu mpige makofi katuko pamoja kwanza. Naona kama
Nisikie makofi na javi vigelegele na amen. Pigia Yesu makofi na vigelegele, sema amen. Sasa nisikilize vizuri. Mtu yoyote ambaye ni adui anajijua kasa mimi ni adui yako. Sasa Biblia inatuambia mtendee mema. Ukimtendea adui mema, namba moja unamtengenezea mshtuko. Anashtuka. Inakuwaje mtu huyu nimempiga, nimemtukana na najua nimemtukana, lakini ananitendea mema, inakuwa kuwaje? Anashangaa. Sema amen. Anashtuka, anashangaa. Taka hebu nishuke hapa chini kidogo nitoe mfano. Nitoe mfano wa mema uelewe. Nataka nishuke kidogo nielewe, sema amen. Justin njoo hapa mwanangu. Njoo hapa Justin. Afu njoo hapa Ambrose. Toa mfano wa wema. Anashuka ili nieleweke vizuri. Kaba. Njoo hapa. Hao watu wawili marafiki. Amen. Niangalieni huku. Hao watu wawili ni marafiki. Na marafiki bila shaka wao wana siri nyingi, wanaambizana. Wana vitu vingi sana ambavyo wanaongea. Sakafa imetokea, wamegombana wawili. Tena wamegombana kweli kweli. Vurugu ya kweli kweli. Wakawa maadui. Huyu ni adui, huyu ni adui. Wakawa maadui kwa uvurugu. Sasa mimi ni mtu muhimu kwao, ni kiongozi mkubwa, natakiwa niwasaidie wote. Sasa namuita huyu namba moja. Namwambia, bwana, nataka nikusaidie, hebu niambie habari za Ambrose. Ni mtu gani? Huyu anamwaga, ni mtu mbaya, anadharau, ni muoni, ni mkomvi, ana kiburi, ni mtu anaongea mabaya yote ya huyo hapo. Anaongea. Sawa, anamchafua kweli. Nenda. Huyu hapa anakuja. Ipe habari ya Justin, ikoje? Huyu anasema, Justin mtu mwema tu mwana baba. Hamna bwana. Justin mtu mwema. Nataka kumpa kazi fulani, vipi? Baba mpe tu, anaiweza. Mpe, anaiweza kabisa hiyo kazi. Mpe, anaiweza, ni mtu mzuri, ana roho nzuri, na anafanya vizuri. Yaani kwa vizuri. Hapa huyu kamuongelea kwangu mabaya sana, na anatamani nifanye lolote libaya juu yake. Lakini nakuja kwa huyu anamwagia sifa. Msilale mniangalie. Huyu anamwaga sifa, anaongea vizuri, anaongea. Baadaye nachana na huyu, namuita, namwambia, I say, nakupa kazi kwa sababu nani Ambrose amenipa sifa zako zote nzuri. Kanaambia wewe ni mtu mzuri, wewe ni hivi na hivi na hivi. Amekwambiaje? Ni hivi na hivi, ni hivi. Wewe unajisikiaje? Vizuri tu. Anavyokuambia, anavyoshuhudia mema nini? Ulitegemea hivyo? Hapana, sikutegemea hivyo. Hautegemea? Unasikiaje moyoni? Mshtuko na kushangaa zaidi. Kwa sababu sikutegemea kama angeniongelea mazuri kati mimi niko na mtu mbaya juu yake. Unaona, anashangaa. Huyu ameongea mema, katenda mema kwake, wakati huyu ametenda mabaya kwake. Huyu alitegemea huyu akiungana na watu wataungana kumpiga yeye vita, wataungana kumsema vibaya. Lakini cha ajabu, huyu ameungana na watu anamtetea mwenzie, anamlinda mwenzie. Mwenzie anasikia, asitungekuwa lakini bati yako
fulani amekutetea fulani, na unajua mmegombana sana, kila amekutetea huyu, bila shaka ataanza kujitengeneza moyoni. Naeleweka? Ataanza kujitengeneza, ataanza kujihukumu, atashangaa. Inawezekana utashangaa mbele za Mungu, huyu anaonekana shujaa, anaonekana mtu wa Mungu, ana roho ya Mungu ndani yake. Sawabu, anakuambia mnayo sawabu. Sawabu ataipata huyu, kamshuhudia mwenzie mema, kamsaidia mema. Siku moja tu yale mema ya huyu mtu, ipo siku yatakuwa namsumbua huyu, ipo siku tu. Na ndio maana acha mtu yoyote akuondokee, acha mtu yoyote akuseme aende, usijibu. Kokote alipo, mema yako tu itakuwa inamsumbua nafsini mwake. Hamjanielewa? 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 Wema ni kama alama. Kakai. Wema ni kama alama ambayo inaachwa ndani ya moyo wa mtu. Unamwachia alama. Ametoka, ameenda mbali na wewe, lakini kuna jinsi anakumbuka, anasema kwa kweli fulani alikuwa mwema. Na ndio maana katika makundi ya watu 7 usifanye ujinga. Mtu ambaye unatakiwa umwangalie, angalia mtu mwema kwenye maisha yako. Mfuate mtu mwema kwenye maisha yako. Kaa na mtu mwema kwenye maisha yako. Ongozana na mtu mwema kwenye maisha yako. Simama na mtu mwema kwenye maisha yako. Sema amen. Angalia hiki kitu sana. Nimejifunza hii roho, na ni roho ambayo imenisaidia kutengeneza mioyo ya watu, maisha ya watu kupitia mema bila kulipa mabaya. Mungu ana sawabu na mtu mwema. Mungu anatenda kwa ajili ya mtu mwema. Ondoa roho ngumu nafsini mwako. Iga wema. Wema huwa unamtesa mtu. Hata kama ni mke wako, unapoishi naye ukiwa mwema kwake, akajifanya kuondoka, akaenda kwa mwanaume mwingine, wanaume ni wale wale, mwanaume ni yule yule. Kitakachomtofautisha kati yako wewe na yule, atakumbuka mema yako, ataona ni heri yule mwanaume wangu. Na wengine wanarudiki hata kama alienda kuolewa pengine. Hamwezi kusema amen, kwa sababu ni kitu ambacho ndicho kinaishi ndani yenu. Mchungaji ambaye unatakiwa kumfuata kwenye maisha yako sio mchungaji mwenye hela, sio mchungaji mwenye gari, sio mchungaji mwenye nyumba nzuri, sio mchungaji mwenye upako. Mchungaji unatakiwa kumfuata kwenye maisha yako ni mchungaji mwema kwako. Sema amen. Ndio maana Yesu mwenyewe akasema, mimi ni mchungaji mwema kwenu. Ni mchungaji mwema kwako. Angalia sifa ya mchungaji mwema kwenye maisha yako. Huyo ndio mchungaji ambaye unatakiwa mfuate kwenye maisha yako. Kama mchungaji unayesali kwake ni mwema, msimfuate, kaa naye, mfuate. Mchungaji mwema ndo sifa, ndo CV kubwa ambayo unatakiwa umfuate mchungaji. Sema amen. Nikupe andiko hili kabla sijakupa andiko nzuri. Hebu fungua Yohana. Hebu fungua Yohana. Nikupe andiko, nikupe andiko hili. Nikupe na andiko ya mwisho ama naguswa kulitenda. Fungua Yohana. Yohana ile sura ya 10 na ule mstari wa 11.
10:11, mimi ndimi mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mimi ndio mchungaji mwema. Mchungaji mwema hutoa uhai wake kwa ajili ya kondoo. Mtu wa mshahara wala si mchungaji, ambaye kondoo si mali yake. Muone mbwa mwitu anakuja akauacha kondoo na kukimbia, na mbwa mwitu uwakamata na kuwatawanya. Yule ukimbia kwa kuwa ni mtu wa mshahara, wala mambo ya kondoo si kitu kwake. Mambo ya kondoo si kitu kwake. Mimi ndimi mchungaji mwema, na walio wangu na wajua, na walio wangu wananijua mimi. Anakwambia yeye ndiye mchungaji mwema, si mchungaji wa mshahara. Nini maana mchungaji wa mshahara? Mchungaji wa mshahara ni wale wachungaji ambao ni yule mchungaji ambaye yupo kwa ajili ya fedha, anakuhudumia kwa ajili ya pesa. Hana muda wa kukuombea, hana muda wa kufanya maombi na wewe. Kumpigia simu tu mpaka aje apokee ni kazi. Mpaka tu apokee simu yako ni kazi. Kwenda kumuona tu sio rahisi, unakufa njiani kabla hujamuona mchungaji wako. Unafia njiani kabisa mpaka uje muone. Ni safari ndefu sana. Ni mchungaji ambaye akishapata hela yake yeye anaenda na mambo yake. Mambo ya kondoo kwake havimuhusu. Eti shuhudia watu, fuatilia watu, simama na watu, nenda ukashuhudia watu. Watu hayo hivyo havimuhusu yeye. Yeye mambo ya kondoo hamna. Yeye anataka apate fedha basi. Eti aje akupigie simu, mwanangu uko wapi, njoo kanisani. Hautaona. Huwezi ona simu ya mchungaji anakupigia simu. Huwezi ona. Watu hawaelewi. Mchungaji anapokuwa hivyo, watu wanachukulia rahisi, wanamuona kawaida, wakati yeye ni mchungaji mwema kwenye maisha yako. Anaweza kuinua simu na akakupigia kaongea na wewe. Anaweza kuuliza mwanangu uko wapi, njoo ibada. Mshirika ambaye hajapata neema ya wema, akiona hivyo yeye anaona kiburi, anajijua yeye ni muhimu. Hajui kwamba ni wema wa mchungaji wako anakutafuta. Sema amen. Fungua andiko hili la mwisho tulisome wote na tuone sababu ya mtu wema, jinsi ambavyo adui unavyolipa kwa adui yako. Fungua Samueli wa kwanza, namna ambavyo unatakiwa kulipa mbele za adui. Lipa mema mbele adui yako. Samueli wa kwanza ile sura 26. Kila mwenye Biblia afungue andiko hili. Samueli wa kwanza ile sura ya 26. Tuanze mstari wa kwanza, tusome kwa upana sana. Mstari wa kwanza. Basi hao Wazifi wakamwendea Sauli uko Gibea, wakasema, je, yule Daudi ujificha katika kilima cha Akila kuelekea Yeshimoni? Basi Sauli akaondoka akashuka nyikani kwa Zifu, naye alikuwa na watu 3,000 wateule wa Israeli pamoja naye, ili kumtafuta Daudi katika nyika ya Zifu. Mstari wa 3. Naye Sauli akapiga hema katika kilima cha Akila kilichoelekea Yeshimoni barabarani, lakini Daudi alikuwa akikaa nyikani.
akaona ya kwamba Sauli amemfuata mpaka nyikani. Basi Sauli akatuma pelelezi, akapata habari ya hakika ya kwamba Sauli amefika. Daudi akainuka akafika mahali pale alipotua Sauli. Daudi akapangilia mahali alipolala Sauli, na Abneri mwana wa Neri jemedari wa jeshi lake, naye Sauli alikuwa amelala katika ya magari, na hao watu wapiga hema zao wakimzunguka. Ndipo Daudi akajibu akamwambia Ahimeleki Mhiti na Abishai mwana wa Seruya nduguye Yoabu akisema, ni nani atakayeshuka pamoja nami kwa Sauli kambini? Abishai akasema, mimi nitashuka pamoja nawe. Basi Daudi na Abishai wakaendea watu usiku, na tazama, Sauli alikuwapo kati ya magari amelala usingizi, na fumo lake limechomekwa chini karibu na kichwa chake, naye Abneri na watu wake wamelala wakimzunguka. Ndipo Abishai akamwambia Daudi, Mungu amemtia adui yako mikononi mwako leo. Umefika mstari wa 8? Hupo mstari wa 8? Ndipo Abishai akamwambia Daudi, Mungu amemtia adui yako mikononi mwako leo. Basi niache nimpige kwa hilo fumo hata inchi, kwa pigo moja sitampiga mara ya pili. Lakini Daudi akamwambia Abishai, usimwangamize, kwani ni nani awezaye kunyoosha mkono wake juu ya Masihi? Daudi akasema, aishivyo Bwana, Bwana atampiga, au siku yake ya kufa itampata, atashuka kwenda vitani na kupotea. Haasha, nisinyooshe mkono wangu juu ya Masihi. Basi Daudi akalitoa lile fumo na lile gudulia la maji kichwani pa Sauli, nao wakaenda zao, wala hapana mtu aliyeona jambo hili wala kulijua wala kuamka, maana wote walikuwa wamelala, kwa kuwa usingizi mzito kutoka kwa Bwana umewaangukia. Mstari wa 13, kisha Daudi akaenda ng'ambo ya pili, akasimama juu ya mkilima mbali sana, palipokuwapo nafasi tele katikati yao. Naye Daudi akawapigia kelele watu wale, na Abneri mwana wa Neri akasema, Abneri ujibu. Ndipo Abneri akajibu akasema, nani wewe unayemlilia mfalme? Naye Daudi akamwambia Abneri, wewe si mtu shujaa? Tena ni nani aliye sawa na wewe katika Israeli? Mbona basi hukumlinda bwana wako huyo mfalme? Kwa maana mtu mmoja aliingia ili hamwangamize mfalme bwana wako. Jambo hili ulilotenda si jema. Aishivyo Bwana, umestahili kufa, kwa sababu hukumlinda bwana wenu Masihi na wa Bwana. Haya basi, tazama liko wapi fumo la mfalme na gudulia la maji lililokuwa kichwani pake? 17. Naye Sauli akaitambua sauti ya Daudi, akasema, Daudi, akasema, hii ndiyo sauti yako Daudi mwanangu? Daudi akasema, ndiyo, ni sauti yangu bwana wangu mfalme. Akasema, bwana wangu ananiwinda mimi mtumishi wake. Kwa sababu gani? Nimefanya nini mimi? Ni uovu gani nilio nao mkononi mwangu? Basi sasa nakusihi bwana wangu mfalme, na asikie maneno ya mtumishi wake, ikiwa ni Bwana aliyokuonesha juu yangu, na akupani sadaka. Bali ikiwa ni mwanadamu, na walaaniwe mbele za Bwana, kwa sababu wamenifukuza leo nisishikamane na urisi wa Bwana. Wakasema, enenda kutumikie miungu mingine.
Basi sasa usianguke damu yangu chini ya mbali na uso wa Bwana, maana mfalme wa Israeli ametoka ili kutafuta uhai wangu, kama vile mtu awindavyo kwale mlimani. Ndipo Sauli akasema, nimekosa. Rudi Daudi mwanangu, maana sitakuzuru tena, kwa kuwa maisha yangu yalikuwa na thamani machoni pako leo. Angalia, nimetenda upumbavu, nimekosa sana. Daudi akajibu akasema, litazame fumbo hili, mfalme, kijana mmoja na avukie huku alitwae, naye Bwana akamlipe kila mtu haki yake na uaminifu wake. Maana Bwana amekuita mikononi mwangu leo, nami nilikataa kunyoosha naye Bwana atamlipa kila mtu haki yake na uaminifu wake. Maana Bwana amekutia mikononi mwangu leo, nami nilikataa kunyoosha mkono wangu juu ya masihi wa Bwana. Tena angalia, kama vile maisha yako yalivyokuwa na thamani machoni pangu, kadhalika na maisha yangu yawe ya thamani machoni pa Bwana, akaniokoe katika shida zote. Ndipo Sauli akamwambia Daudi, ubarikiwe Daudi mwanangu, utendalo mambo makuu, tena hakika yako utashinda. Basi Daudi akaenda zake, Sauli naye akarudi kwao. Angalia hichi kitu ambacho Daudi amemtendea Sauli, mpaka Sauli anashangaa mwenyewe. Sauli amelala usingizi mzito. Adui ambaye alihisi ni adui yake Daudi anamtafuta ili amuue, amtafuta ili amwangamize. Lakini Daudi anafika kwa Sauli amelala. Mwanajeshi wa Daudi anamwambia, niruhusu nimpige afe. Anasema hapana, siwezi kanyoosha mkono kwa masihi wa Bwana, siwezi. Daudi akachukua ile fumo na ile gudulia la maji akaondoka nalo. Anamwambia Sauli, ona, kama ningelikuwa mimi ni adui kwako ningekuua. Nina fumo yako, nina gudulia yako ya maji, ningeweza kukuua, lakini siwezi kunyoosha mkono wangu kwa masihi wa Bwana. Sauli akajua, hakika we Daudi, wewe ni mtu mwema kwangu, haukuruhusu nife, na mimi ni adui kwani nitafuta uhai wako. Sauli anatoa baraka kwa Daudi, anatambua hakika Daudi ni mtu mwema kwake. Watu wa Mungu, adui yako na mjua ni adui yako, tenda mema, lipa mema, fanya mema. Nakwambia hichi kitu, vita viliisha. Sauli aliacha kumtafuta Daudi kwa sababu Daudi alilipa mema kwa Sauli. Hakutaka kunyoosha mkono kwa Sauli, alilipa mema. Sauli akajua. Leo hii kwenye makanisa kuna watu hawasalimiane kabisa. Kuna mtu anaomba kina na roho ngumu, hawezi kutenda mema kwa mwenzie. Kuna mtu anaabudu lakini moyo wake anamjua mwenzie katika Bwana ni adui yake. Uadui ni mwingi, wachungaji kwa wachungaji, wa Kristo kwa Wakristo. Ile roho ya mema kutoka mbinguni haipo ndani ya watu. Na ndio maana ukimwona mtu mema kwenye maisha yako, huyo ndiye jicho lako limwangalie pale. Mtu mwema yuko tayari asikubali mabaya kupate, hata kama wewe ni adui yake. Kwa kuwa Daudi moyo wake ni mwema, ni mtu mwenye roho mema, na mfalme Sauli alikuwa ni adui yake, anatafuta uhai wake, lakini hakumwangamiza, hakumuua, hakuruhusu hata huyu mbeba silaha wake huyu Abishai anyooshe mkono ampige mfalme. Alikataa. Alisema utaki kufanya hivi kwa ajili ya Masihi. Daudi mtu mwema ni mtu muhimu sana kwenye maisha yako. Mtu mwema hawezi kuruhusu mauti kwako. Mtu mwema, ndio maana katika maisha tunayonayo, Mungu asaidie tuzungukwe na watu wema, watu wenye mioyo mema, ambaye hawezi kuruhusu kumpa mwana wake sumu.
Ukiwa kwa ajili ya pesa uko radhi kutoa hata sumu juu ya mchungaji wako. Uko tayari kubeba rushwa kwa ajili ya mtumishi wa Mungu. Uko tayari kufanya mabaya yoyote. Sikia nikwambie kitu. Tukiwa wema, hapo ndipo kondoo wa mchungaji ni kondoo wako. Utapambana pamoja na mtumishi wa Mungu. Utapambana naye, utaomba pamoja naye, utatumika pamoja naye, utadumu pamoja naye, utasimama katika kila jambo ambalo linamkabili mtumishi wa Mungu. Daudi kwa moyo wema hakuruhusu. Kwanza niwaambie, hebu nikupe sifa 3 za mtu mwema. Hii naimalizia leo, basi ifundisha tena. Nikupe sifa 3 za mtu mwema. Sifa namba 1 za mtu mwema ni mtu ambaye ana moyo wa kusamehe, ni mwepesi wa kusamehe. Sifa namba 1, mtu mwema ni mwepesi wa kusamehe. Unaweza ukamkosea sana, unaweza ukamfanyia vitu vya ajabu sana, ukamfanyia mambo mabaya sana, lakini anakusamehe kwa wepesi. Na ndio watu tunawahitaji kwenye maisha yetu, kwa sababu mwanadamu ukosea ni 7 mara 70 kwa siku, na ifikaje? Hiyo ndio sifa namba 1. Mtu mwema ni mtu ambaye anasamehe kwa wepesi, anasamehe. Sifa namba 2 ya mtu mwema ni mtu ambaye anajirudia, anajirudia kwa wepesi, anajirudia kwa wepesi. Na maanisha hivi, mtu mwema hata kama amekasirika, ukimplease na maana ukimsii, anajirudia, anachana na yale maamuzi mabaya aliyokuwa anataka kuyachukua. Mfalme Daudi kuna wakati alikuwa porini na vijana wake. Kondoo wa Nabali walikuwa ni wengi sana, lakini Daudi alikuwa anawalinda na wakupatwa na jambo lolote baya, kwa sababu Daudi alisaidia kuwalinda. Wakati Daudi anapata njaa, akaagiza vijana wake waende kwa Nabali ili angalau awape chakula pamoja na sikiliza watu wa Mungu vizuri, awape chakula pamoja na maji kidogo na mkate wale. Nabali alipofika, vijana walipofika kwa Nabali, wakamwambia mfalme ametutuma Daudi. Nabali alipopata taarifa, akaanza kutukana. Kwani Daudi ni nani? Mwana wa Yese ni nani? Hata mimi nichinje kondoo wangu nimpe. Akasahau mema ambayo Daudi alimtendea kwa kulinda kondoo wake wasichukuliwe na watu. Mtu mbaya sana anayesahau mema. Mnisikize watu wa Mungu. Daudi, wale vijana wakakasirika, wakampelekea Daudi taarifa. Bwana, tumeenda kwa Nabali, ametujibu, ametutukana. Daudi hasira zikapanda, akasema huyu mtu tumemlindia kondoo wake wasichukuliwe, tukamtetea, tukamsimamia, tukamfanyia mema. Leo hii anatulipa mabaya, anatutukana. Sasa twende tukapige, tubebe mali zote na tuue wote, asibaki hata mmoja. Daudi akachukua wanajeshi 300 na yeye mmoja, panga kila mmoja akabetoa panga lako, wakaenda. Walipoenda, vijana wa Nabali wakasikia ile taarifa. Waliposikia taarifa, wakaenda kwa mke wake Nabali ambaye ni Abigaili. Hebu sema amen. Nani ananiangalia? Hivi niko pamoja na watu? Naongea na watu wenye moyo mwema hapa, ama yanaingia kwa ntoka huko? Niangalie mimi. Daudi, wale vijana wa Nabali wakaenda kwa mke wake na Nabali ambaye anaitwa Abigaili. Wakaenda kumpasha habari. Wakasema, bwana wetu ametenda upumbavu leo. Kumbuka Daudi ametulinda njiani. Hakutaka kondoo wetu waibiwe, waharibikiwe. Lakini alipokuwa na njaa amerudi kutuomba. Bwana wetu amewajibu vibana kwa tukana. Daudi anakuja kwa hasira kutuangamiza. Yule mwanamke aliposikia, Biblia inamuita Abigaili mwanamke mwenye akili. Mwenye akili. Sitegemea kikundi cha Abigaili kikosi akili na wema. Sijui mtakuwa Abigaili wa wapi. Yule mwanamke Abigaili mwenye akili na wema, aliposikia hizo taarifa, akatengeneza haraka
akatengeneza bisi, akachinja kondoo kama wanne, akatengeneza alaka, akapanda kwenye punda, akaambia vijana tumuwahi Daudi kabla hajafika. Walipoenda kabla Daudi hajafika, ule Abigaili akaanguka kifurifuri, akaanza kumsii Daudi, bwana wangu Nabali sawa sana jina lake ni mpumbavu, naomba umrehemu, msamehe, sikupata taarifa mimi mjakazi wako. Akamsii Daudi. Zile hasira zikarejea kwake. Kwa nini Daudi asizirejea? Kwa sababu ni mtu mwema. Naongea na kanisa hivi, naongea na watu. Kuna mambo mangapi hapa? Matatu ya msingi. Namba moja, Abigaili mwanamke mwenye akili, mwanamke mwema, kajua bwana wake kakosea, kajua hayuko sawa, anaenda amechukua kila kitu, anaenda anamsii Daudi hasira ziishe. Nikwambie ukweli, mtu yoyote mwema huwa aweza akakubalia alale leo kesho huku bwana wake anamkasirikia. Hawezi. Ukiona mwanamke ambaye anaruhusu ugomvi ndani ya miezi mitatu, huyo mwanamke sio mwema. Mwanamke mwema anaanguka, anamsii bwana wake ili arudishe moyo wake, amani iendelee. Amuongee kabisa hapa. Hii naona sijapata Abigaili hapa. Abigaili mpo? Abigaili anaenda kumsii hasira zishuke za Daudi. Ukisoma Biblia, Daudi akashusha pumzi. Yaani singelikuwa ni wewe, nilikuwa naenda kufyeka, nilikuwa naenda kuua, singebakiza hata kitu. Lakini kwa sababu yako wewe, haya bwana, yaishie hapo. Nipe chakula nini? Daudi akajua mwanamke ni mwanamke mwenye busara, ni mwanamke mwema, ni mwanamke mwenye akili. Akamsii. Mtu mwema ni mwepesi wa kusamehe. Mtu mwema huwa anarudisha hasira, anarudisha upanga halali. Ndio maana tunahitaji watu wema. Mtu mwema hata kama kichukia kiasi gani, akazira, lakini ukimsii. Ndio maana tunamsii Mungu. Tukimsii Mungu, Mungu hazi kushikilia na acha. Anachia. Abigaili akasii Daudi, akashusha panga, akaacha. Mtu mwema namba 3, sifa yake huwa apendi mabaya yampate mtu mwingine. Atamani kabisa mabaya yampate mtu mwingine. Yaani hawezi akasapoti mabaya yampate. Hiyo ni sifa ya mtu mwema. Sema amen. Sifa ya mtu mwema usaidia watu wengine kwa moyo wa kupenda. Anasaidia watu wengine kwa moyo wa kupenda. Hapo ndipo tunapataga ushuhudiaji, tunapata walezi, tunapata mtu analea wengine, kwa sababu na ndio maana kanuni yetu sisi, maono yetu ni kulee na mkalee wengine kwa kusudi ya kuifikia mataifa yote. Hizo sifa za watu wema. Kanisani tukiwa na viongozi wema tutapata hivi, tukiwa na wazee wema tutapata haya, tukiwa na washirika wema tutapata. Hawawezi kunena mabaya juu ya wengine, hata kama yameshuhudiwa mabaya, lakini hatashuhudia mabaya.
Mtu ambaye sio mwema analipiza kisasi. Mtu mwema walipizagi kisasi. Mtu mwema anamwachiaga Mungu. Yeye anafanya mema yake tu. Hawezi lipiza kisasi. Dunia inasumbua, dunia inauzi, watu wanauzi, watu wanakwaza, lakini baki kwenye nafasi yako ya wema. Ni beacon kubwa kwenye maisha yako. Naombea kanisa hili, Mungu alibariki liwe na mioyo mema. Jitahidi hata kwa asilimia ndogo, iga mema. Omba ile roho ya wema itokaye kwa Baba ije kwako. Maana dunia haina hiyo roho. Dunia haina hiyo roho. Na maana dunia inawakataa watu wema. Dunia inawabagua watu wema. Inua mikono yako juu, fumba macho. Sema, Roho Mtakatifu, nisaidie, nipe roho ya wema ikae ndani yangu. Inua mikono tuseme maneno. Jesus. Rapoko shapa. Omba tu dakika chache, mwambie Roho Mtakatifu, nisaidie roho ya wema. Nijenge utu wema ndani. Hiyo tunaita utu, personality, utu wa mtu. Utu wa mtu ukitoka kwenye kuwa wema, mtu anakuaga mbaya kama mnyama. Hana msamaha tena. Anakuwa na uchungu na hasira za ajabu. Hawezi akaplease. Hana simire. Ukimkosea kidogo, anatetemeka hadi midomo. Anatetemeka hadi sura. Anatetemeka hadi mikono. Meno anatetemeka. Anatamani sijua kufanyeje. Ule utu wema haumo ndani. Ile roho haipo. Anakuwa ni mtu ambaye anatamani sijua kuchome hata kisu. Mwambie Mungu akupe ile roho. Fungua moyo wako, fungua kinywa. Roho Mtakatifu, haya ni maombi ya msingi kwako. Baba, ninaomba juu ya kanisa ila divine. Rekate raboko shaka papa rabo shapa. Baba, naomba roho ya wema itembee hapa. Roho ya wema ikae kwa viongozi. Roho ya wema ikae kwa wazee wa kanisa. Roho ya wema ikae kwa washirika. Roho ya wema ikae kwa wapigaji. Roho ya wema ikae kwa waimba kwaya. Roho ya wema ikae kwa waimba praise. Baba, utu wema ukae. Baba, ninaomba ile roho ya wema ikae katika kanisa hili. Baba, naomba ile roho ya wema ikae mahali hapa. Baba, naomba ile roho ya wema isimame ndani ya watu. Na kusi Bwana majeshi, na kusi Mungu liye hai. Rekete kapashapa, tekete rebo shapa, mante raboko shapa, rikete raboko shapa, pate ramande rebo shapa. Baba, naomba ile roho. Baba, naomba ile roho. Baba, naomba ile roho. Ile roho ya wema, kutamani kazi yako iende. Kutamani kazi yako isonge mbele. Kutamani watu wengine wasimame waendelee. Kutamani ushindi. Terabosha papa. Baba, naomba ile roho iwe katika nyumba hii. Naomba roho ya wema isimame mahali hapa, Jehova Shama. Shekenderebo. Mani rabo, anderebo, shegenderebo. Shendirabo. Andirabo, yandirabo. Shegenderebo, indarabo, yandirebo. Andirabo, yekenderebo, shandirabo. Yenderebo. Jesus. Yandirabo. Thank you, Jesus. Mateka papa marende mo shaka mama.
mioyo ya watu wako. Rudisha mioyo mema kwao, asili ya wema ikarejee kwao, asili ya wema ikarejee ndani ya nafsi zao Baba. Ile wema kama Abigaili aliyokuwa nao, akaituliza hasira ya mfalme Daudi, akaituliza hasira ya mfalme Daudi. Haikuendelea kuwaka, haikuendelea kukaa, haikuendelea Jehova, haikuendelea Yesu. Alituliza, alituliza, alituliza. Rikititira mama nderebo shaba. Alituliza hasira za mfalme Daudi ambazo zilisimama kwa ajili ya kuangamiza, lakini mwanamke mwenye akili Abigaili alimplizi Daudi, na Daudi hasira zikashuka, hasira zikashuka, hasira zikashuka, hasira zikashuka. Indirebo shakatera mama manderebo koshekiti ina manderebo manderebo shekenderebo shakatera mama manderebo kosheka papa, katika jina la Yesu, in the mighty name of Jesus, 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 in the mighty name of Jesus. Makatera boko shekitete rina mandere boko shababa rikatara mama mandere boko shekapa. In the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Shakatere boko shekapa ina mandere boko shekapa rekete kapa raboko shekapa. In the mighty name of Jesus. Na achilia hekima kwa mwanamke. Pokea hekima ya Abigaili. Rina mashapa, pokea moyo mwema wa Abigaili. Pokea roho kabisa hiyo. Rina mashapa. In the mighty name of Jesus. Rikitete rikata raboko shekapa rina mandere boko shapa rekete rebo shapa ina mandere boko shapa katerebo koshikitete, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rate karaboko shapa. Naomba usimame hapo. Mantere boko shapa. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Rendere bo shapa. In the name of Jesus. Mate kapara bo shapa. Katika jina la Yesu. Rina mandere boko shapa. Katika jina la Yesu. Ina mandere boko shapa. Katika jina la Yesu. Rekatera bo shapa. Yete katera bo shapa. Rina mandere bo shapa. Katika jina la Yesu. Mate kapandere boko shapa. Katika jina la Yesu. Thank you Jesus. Amen. Piga makofi. Nitakuomba ukienda nyumbani kwako leo, nenda ukasome, andiko hili. Samueli wa kwanza ile sura 25 na mstari wa kwanza. Usome habari za Abigaili. Samueli wa kwanza ile sura ya 25. Samueli wa kwanza na ile sura ya 25. Utaanza hata mstari wa 18, sio mbaya. Utaenda kusoma habari za Abigaili, kwa kuwa namna ambavyo moyo wake ulikuwa ni mwema, akamrejesha Daudi. Lakini kijana mmoja alimpasha habari Abigaili mkewe Nabali. Tazama, Daudi alituma wajumbe kutoka nyikani wale ili kumsalimu bwana wetu, naye akawatukana. Utaanza kusoma mstari wa 12 ama mstari wa 10. Naye Nabali akawajibu wale watumishi wa Daudi. Utasoma kwanza mstari wa 10,
utaona kwa habari ya Abigaili. Habari ya Abigaili, namna ambavyo mume wake Nabali alikuwa mpumbavu, lakini mwanamke mwema aliondoa mauti, alimplease Daudi na hasira za Daudi zikatulia. Shika sadaka yako. Ukiwa na sadaka ya kinabii kwa ibada ya kinabii, utaibeba sadaka yako, utaikabidhi kwenye mkono wangu. Sadaka ya kinabii utaikabidhi kwenye mkono wangu. Kumbuka kesho ni Ijumaa ambayo ni siku ya kushuhudia. Tafadhali fanya uinjilisti, kushuhudia watu, na usiku tuna mkesha. Jitahidi uwe umefika mkesha hapa. Beba sadaka yako, sadaka ya kinabii ulionayo utanipa kwenye mkono wangu. Sadaka ya shukrani utaitoa kwenye chombo cha sadaka na Mungu atakubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo Nazareti, na kushukuru mfalme wa amani kwa ajili ya matoleo haya. Asante Bwana kwa ajili ya ibada hii. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya ushindi. Asante Bwana kwa neema. Asante Bwana kwa uweza. Asante Bwana kwa kuwa unaishi.